Okay, ladies and gentlemen, asante sana kwa kuendelea kuitolea macho Dar-Town TV moja kwa moja kutoka Mbezi Stendi ya Magufuli jijini Dar es Salaam. Na hii hapa ni Kidima na Dar-Town TV, na habari ambayo inatrendi sana kunako tasnia ya michezo nchini Tanzania ni kuhusiana na kiungo mshambuliaji wa Young African Clatous Chota Chama kuweka barua ya wazi juu ya kurejea kunako klabu ya Simba. Awali Chama ambaye alidumu kwa Simba takriban misimu 8 mfululizo kabla ya kutimkia RS Berkane kucheza nusu msimu na kurejea tena Simba. Chama ambaye amefanya makubwa sana klabu ya Simba nchini Tanzania, bila kusahau zile mechi ambazo zinazokumbukwa sana. Unaikumbuka mechi ya Simba ya dhidi ya Nkana mwaka tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 2018, mechi ambayo Simba walikuwa wanahitaji ili kulisogea hatua ya makundi. Chama akapiga bao safi sana la kisigino, huku mtangazaji maarufu wa Azam TV Baraka Alison Mpenja akiupata umaarufu mkubwa juu ya kulitangaza bao hili. So hivyo tu, Chama amefanya makubwa sana klabu ya Simba. Unawezi kutaja marejendali kwa takribani miaka 15 ifuatayo klabu ya Simba ukamkosa kumtaja Clatous Chota Chama, the brainer. So far so good. Msimu uliopita Chama alifanya jaribio, unaweza kusema kwamba kwa soka la Tanzania ni jaribio la hatari sana, kutoka upande wa kulia kwenda upande wa kushoto. Hakuna sajili zinazokuaga zina chuki kama mchezaji akitoka Yanga kwenda Simba ama Simba kwenda Yanga. So far so good. Klabu ya Yanga imekuwa na wachezaji bora sana kila maeneo tofauti uwanjani. Nafasi anayocheza Chama ambayo kuna Stefano Aziz Ki, pia Pacome anaweza kucheza kwenye eneo hilo, kumekuwa kuna bato sana. Chama ambaye anaonekanika hapewi nafasi hata ya kuheshimiwa ndani ya klabu ya Yanga. Hii inamfanya kwake kutamani kuondoka klabu hiyo. Inadaiwa kwamba mmoja wa mabosi wa Simba ambaye anatajwa Salim Abdalla Try Again amekiri kupokea barua ya wazi kabisa kutoka Chama kuuliza juu ya uwezekano wake wa kurejea kunako klabu ya Simba. Washabiki wa Simba wenyewe wanasema ya kwamba wapo tayari kumsamaha Clatous Chota Chama, kwani wanaamini legendari wao huyo laiti angekuwepo kwenye kipindi hichi labda angesapoti zaidi klabu yao. So far so good. Kabla tu ya kuhamia Chama kunako klabu ya Yanga, kulikuwa na ushindani mkubwa sana kati ya Pacome ama Aziz Ki dhidi ya Chama, na kuna dabi walikuwa hata wajesalimiana. Washikaji wa karibu wa Chama wanadai kile kilichomfanya Clatous Chota Chama the brainer kuchukia zaidi ni baada siku ya mechi ambayo ilifanyika katika uwanja wa KMC, Yanga dhidi ya Ken Gold, ambako Aziz Ki alitoka kwenye ndoa dhidi ya Hamisa Mobeto. Kesho yake akafika KMC na kuanza alikuwa Chama alikuwa ametrain. Hii Chama imetafsiriwa kwamba anaamini kunako klabu ya Yanga kuna watu wana utawala wao na yeye hawezi kuvunja, na Chama ni mchezaji anayependa sana kucheza kuliko vitu vyote. Awali mashabiki wa Simba walikuwa wakimba kila kocha atakayekuja ni mara 10 akafuata mfumo wa Chama kuliko kumwacha Chama. So unaweza kusema pia Chama aliliama shamba ambalo analima anapata, akataka kwenda kujaribu kwenye mikoa ya watu. So far so good. Pia taarifa hii imefika kwa boss Mohamed Dewji kuona kwamba wanalifikiriaje uwezekaniko wa professional huyu kurejea, lakini watu wa karibu wa klabu ya Simba wanadai ya kwamba huenda Clatous Chota Chama akarejea viunga vya Msimbazi akichukua nafasi ya Joshua Mutale. Ladies and gentlemen, kwa niaba ya shikaji zangu wote ambao wameweza kutimiza mchongo huu hapa ndani ya Dar-Town TV, mimi naitwa Big Boy Joe. Kwa kila kifaa unachokitumia kuitazama Dar-Town TV, hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, so make sure unaligusa ili kuendelea kukaa karibu na familia pana sana